Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuzidi au kuongezeka kwa heshima baina yako na mtu fulani. Kuona mtu anapoteza muda kwa anayoyafanya. Kumwambia mtu ukweli hata kama ataumia. Kujihisi mpweke kuwa peke yako. Kuona kundi la viumbe kama ndege au kusikia sauti zao. Tarajia mafanikio ya ghafla kukufikia. Kuondosha kisirani ulichokuwa nacho. Macho kuuma. Kujihisi mkosi baada ya kukosa kitu. Utatofautiana na mtu ambaye atakufanya uwe na mawazo, ikiwa hauna kosa kwake. Nyota ya Nge. Utajifunza kwa kitu kinachojitokeza sana. Kupokea ujumbe ambao hutopendezwa nao. Watu wako wa karibu kuwa na visirani sana. Kufanya mtu aonekane kuwa bora. Utajishusha kwa mtu. Utapata kiasi cha pesa ambacho ulikihitaji. Deni la mtu litakuumiza kichwa kila ukifikiria. Mambo mazuri yanafunguka taratibu kwako. Nyota ya Samaki. Hutojiamini sana kwa mtu. Kutoyaamini maneno ya mtu. Kufanya kitu kwa kubahatisha. Kumlingania mtu sana kwa jambo. Utahisi kuogopeshwa kwa kitu. Kuelewa watu wanavyotaka ufanye. Wakati huu utakuwa ni mwenye kupata au kupokea. Ikiwa nuru yako iko sawa, tarajia mazuri katika kazi, mahusiano na mazingira mazuri pia. Utafanya mtu ajivunie kuwa na wewe. Nyota ya Mezani. Kauli ya mtu itakupa faraja. Kuonekana una mambo mengi kichwani mwako. Kuhisi hutoweza kuhimili jambo. Mtu atakuamini kwa utakachomwambia. Kusifia kazi ya mtu. Nyota ya Mapacha. Kuwaza kitu na kukipatia majibu hapo kwa hapo. Kutabasamu kila umuonapo mtu. Kulishughulikia jambo la mtu. Ndugu yako atakushirikisha jambo. Kufahamu changamoto ya mtu. Kulala sana. Kumfumbua mtu akili kwa jambo utakalomweleza. Nyota ya Ndoo. Kutatua jambo muhimu. Utakuwa mwenye lawama kwa mtu ambaye hahusiki. Utamzoesha mtu kitu. Kupinga jambo. Kuiona hasara mapema sana kabla ya kitu kufanyika. Utarejeshewa kitu chako. Mtu kushindwa kukudhulumu. Kumuona chura akiondoka sehemu aliyokuwepo. Itakujulisha utamaliza jambo. Utafikiria sana kitu ulichoambiwa. Nyota ya Ng'ombe. Kumtafuta sana mtu. Maneno ya mtu kukupotosha. Kusahau kitu muhimu kutoka kwa mtu. Wema wa mtu utakuwa na kukumbusha kitu. Kupatwa na hali ya muwasho wa ngozi. Kufikiria kumkabidhisha mtu kitu. Maagano mabaya kukusumbua. Kutumia kitu ambacho hakitadumu kwa muda mrefu, hata kama kikiwa ni kipya. Utakuwa na miadi ya kupata pesa. Nyota ya Mashuke. Kunung'unika sana. Mtu anakupa majaribu. Kuoneshewa tabia ya tofauti na mtu. Kufanya sana maombi kwa ajili ya mtu. Kuridhishwa na kitu. Kuitishwa kazi. Nyota ya Mbuzi. Kumuota nyanya yako au kuwa karibu sana na nyanya yako. Utapata ukombozi wa jambo lolote. Utajua hali ya kuwa mtulivu, unapata nafasi nzuri ya maamuzi. Mtu atakujulisha jambo jingine. Kusimama sana mlangoni kabla ya kutaka kutoka. Hii inakuashiria kuna mambo ambayo hayafanikiwi kwa haraka kwako, kutokana na pingamizi kuwepo. Mtu fulani anakuumiza sana moyo. Kutaka kuangalia kitu kama kitafaa. Utahisi mtu hana ushauri mzuri. Utafanyia kazi jambo lako. Nyota ya Simba. Kufanyika makosa kwa kitu. Kuongezea pesa ambayo haikutosheleza. Kuficha kitu. Kumkosoa mtu. Unaweza kukosana na mtu aliyekuzidi umri. Kuyachukia mashtaka ya kila wakati. Kukumbukia jambo zuri. Kumwazia mpenzi wa zamani. Kujua kutofautisha kitu kwa haraka.
kuvutiwa na tabia njema za mtu. Nyota ya mshale, kuhimizwa kitu. Mtu atajua kuwa wewe ndiye mwenye makosa kwa jambo fulani. Utahitaji ukaribu wa mtu zaidi kwa kusikilizwa. Kuona nyoya ya ndege. Unajulishwa upo katika ulinzi na baraka zinazokuzunguka. Kuna hali itakayokuwa inakutesa moyoni mwako. Mtu anahitaji kukukabidhi kitu. Utafikiria wema wako kwa watu ambao wanabadilika kuwa maadui zako. Mtu atakatisha mawasiliano na wewe ghafla. Kujua kuwa ulifanya kitu muhimu sana. Kuendelea kutoa msaada kwa mtu. Utajitahidi kuweka usawa kwa watu. Kukumbushia jambo lililopita. Kufahamu watu fulani wana upendo na wewe. Unachunguzwa katika namna mbaya. Njia utakayemuona na kujulisha utapata safari. Pia anakupa ujumbe kuhusu mtu umpendaye. Hivyo taarifa yake kamili itakufikia. Nyota ya punda. Kufikiria sana ulichokiota. Kupuuzia kitu kinachojitokeza mara kwa mara. Kuamini mtu anafanya kusudi kwa kitu fulani. Kuhisi ulikurupuka kufanya kitu. Maandalizi ya jambo la mwezi wa 6 kufanyika sasa. Utaamini unachokiamini. Utakuwa mwenye kukaa sana peke yako. Kuonesha uzoefu wako wa kitu. Utakuwa sana macho wakati wa usiku. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.